Kwa maeneo ambayo serikali imeanza kufanyia kazi, yako maeneo mengi tu ambayo baadhi ya sheria, kanuni na taratibu zinarekebishwa kuweza kuaccommodate. Na kama tulivyosikia pale asubuhi, na ndonia kuwasikiliza kesho kuona ni maeneo yapi hasa yakifanywa kazi, kwa sababu kama nilivyosema, watu wengi wanadhani startup ni SME. SME ni small and medium enterprises, ni biashara ndogo. Kama ulikuwa unaona kuna duka kubwa la bidhaa, leo Mtanzania mjasiriamali akifungua kaduka kadogo, ile ni SME. Lakini bidhaa anazozinunua, akinunua asubuhi mchana atauza, atapata faida. Kwa leseni zake zipo na kodi yake atakadiriwa kile anachokiuza. Startup, kijana anaweza kaamka asubuhi akatengeneza mfumo ambao ukichukua kwa sheria zetu za nchi unaona vile ni mfumo wa benki. Kwa anaambiwa akachukua leseni ya benki kuu, hawezi kwa vigezo, hawezi kwa gharama. Kwa ndio maana Mheshimiwa Rais anataka tusikize vijana hawa na wajasiriamali hawa ambao mawazo yao ya kibunifu yanapaswa kutengenezewa mazingira wezeshi, ili pamoja kwamba wazo lake linaonekana kama vile leo mtu anaweza kusema, kwa mfano yeye anatengeneza labda an online system ambayo inaweza ikawezesha labda watu kupata ajira. Lakini ukimwangalia kwenye mifumo ya kwetu ya sheria za nchi, unaona kama ni kampuni ya ajira ambayo inatakiwa kuwa na ofisi, labda inatakiwa kuwa na wafanyakazi, inatakiwa kuwa na leseni fulani na fulani, ilipe kodi fulani. Wakati yuko nyumbani kwa wazazi wake, hana hata shilingi moja ya kuanzia. Kwa unavochukua kwa maana ya mazingira ya ofisi, kuna baadhi ya private startups tumepita, lakini startups innovation hubs zitajengwa na serikali, zitakuwa na maeneo ya ofisi, kijana apate sehemu ya kuanzia, itakuwa na mtandao wa internet, apate sehemu ya kujiunganisha. Umeona kuna matatizo ya server za kuhost zile mifumo yao. Wanapoteza mfumo, lazima uwe hosted kwenye server. Lazima kuwe na server za kuhakikisha wanaweza kuwa hosted. Lazima kuwe na maeneo ambayo kwa miezi mitatu, miezi sita, mwaka na nusu, miaka miwili atapata eneo la kuanzia, ili atapopata wateja sasa akaanza kutengeneza fedha. Na sasa mifumo hii ni mifumo ya kidijitali. Nasema hasa wewe umegraduate either kuanza kuchangia ama kwenda mtaani kujitegemea. Kwa ndo kazi tunaifanya, na ndo kazi ambayo nataka tupate maoni mengi sana ya vijana hawa na kampuni hizi kuona maeneo gani ambayo tayari yameshafanyika na yapi ya kufanya zaidi, ili serikali iweze kusaidia vijana waweze kuwekeza kwa tunga sera ya startups, ambayo ndo moja kati ya ajenda tunazofanya kesho, kwamba sera ya startups imeshaelekezwa kuanza kufanywa kazi. Tunataka kwenda kwenye kuchukua maoni ya wadau, na wadau wakubwa ni wao wenyewe. Kwa ni moja kati ya eneo tunapokuwa na sera itatengeneza sheria, ni jambo jipya. Lakini vile vile ziko kazi nyingi zinafanyika. Kama nilivyosema, mkakati wa uchumi wa kidijitali wa miaka 10 Mheshimiwa Rais ameshauzindua. Sasa hivi tunatengeneza AI strategies ambao ni artificial intelligence strategy, mkakati wa akili unde. Tunatengeneza regulation mbalimbali pale wizarani ambazo zita facilitate hizi zote emerging technologies, internet of things, artificial intelligence, na maeneo yote ambayo yanasaidia katika dunia ya leo ambayo ndio vijana wengi wamejikita huko. Kwa niseme tu, mengi serikali imeyafanya, lakini serikali sasa inajikita kuhakikisha haya mapya nayo yatengenezwe utaratibu, ili vijana wote na Watanzania wote wajihusishe na masuala haya wasiweze kukwama, bali wapate mazingira wezesha kuweza kuwasaidia. Kwa jina naitwa Florence Mamboya, ni naibu mkuu wa chuo cha ufundi wa Arusha, upande wa utawala, fedha na mipango. Siku ya leo kwa niaba ya mkuu wa chuo cha ufundi Arusha Profesa Musa Chacha, tumepokea ugeni wa Mheshimiwa Waziri wa Mawasiliano, Mheshimiwa Jerry Silaa, na lengo la ujio huo ni kuja kuangalia chuo cha ufundi cha Arusha namna kinavyoshiriki kwenye bunifu, namna wanafunzi wanavyoshiriki kwenye bunifu ambazo zitatatua matatizo mbalimbali ya nchi yetu. Kwenye ujio wake tumempokea na amejionea bunifu mbalimbali ambazo zinatekelezwa hapa chuoni na wanafunzi wetu kwa kushirikiana na walimu wetu. Mipango ya chuo ni kukuza sana katika ile eneo la ubunifu. Wanafunzi wetu wana uwezo mkubwa sana, lakini wanachohitaji ni guidance. Namna tunavyowapitisha, namna tunavyowapa skills, tunavyowaongoza, ili wakiwa na idea zao za kibunifu tuweze kuzilea na kuzipeleka sokoni. Hui tumeshuhudia bunifu ambazo wanafunzi wamezipresent mbele ya Mheshimiwa Waziri. Ni bunifu ambazo zikibiasharishwa, zikipelekwa sokoni, ni bunifu ambazo zinaenda kutatulia matatizo au zinaenda kuongeza tija ya uzalishaji au kuwanufaisha vijana kwenye kujipatia ajira na kujipatia mitaji ili waweze kujiendeleza kiuchumi. Kwa hivyo lengo la chuo ni kujikita sana kwa nacha wa vijana, na mpango wa chuo sasa hivi tunaanzisha kituo cha ubunifu cha ujasiriamali na pia
cha kusambaza teknolojia ili tuweze kuwasaidia hao vijana. Tunaishukuru sana serikali ya Muungano wa Tanzania kwa kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imetupatia mradi ambao unaenda kusaidia kuanzisha kituo ambacho kitatusaidia sana kuwanacha vijana kwenye upande wa ubunifu, ujasiriamali na kuuza teknolojia zao au ubunifu zao ili ziweze kwenda kuleta manufaa katika ukuaji wa uchumi wa taifa letu. Mwanzilishi na mkurugenzi wa kampuni ya Baba. Kampuni hii nimeanzisha mwaka 2024 mwezi wa 6, ambapo imeenda public na kuanza kuonekana online kama application Play Store mwezi wa 12 mwaka jana, mwaka 2024, ambapo activities zake rasmi ndo zilianzia muda huo. Mimi kama mkurugenzi wa kampuni hii ama startup company hii, lengo langu ilikuwa niliona matatizo yaliyopo kwenye jamii yangu na kuweza kutaka kuyatatua kwa kuweza kutumia teknolojia. Watu wengi zaidi hawaamini katika teknolojia, hususan Afrika na hususan eneo letu ambalo tupo Tanzania. Sasa tukasema namna gani ambayo tunaweza kutumia teknolojia ili watu waweze kuamini na kutumia teknolojia. Tukasema kwamba matapeli wamekupo ni wengi na namna ni nyingi tofauti, watu wamekupo hawaamini teknolojia kabisa. Tukasema sasa namna nyingine tunaweza kupata kusaidia watu wenye hali ya chini wakaweza kupata mahitaji yao pasina kutapeliwa na kuwa na imani thabiti kwa kupitia teknolojia. Kwa nikaja na mfumo huu ambao ni Baba, ambapo nikatengeneza jukwaa ambalo wauzaji wote wanauza kwenye mfumo wetu wanauza kwa kupitia polisi zetu, lakini pia wanauza unatuma mzigo kwanza ndio unaweza kupata mteja ndio akulipe. So you need to provide a great service kama wenzetu kule vile nje wanachokifanya kama Alibaba, Taobao, applications zingine kama hizo. Manake mtu yeyote anayetaka kununua bidhaa kwenye application yetu sisi, unanunua bidhaa ndio unalipa mzigo ukipokea. Sasa je, what is so fun na interesting ni kwamba hata usafiri ulipi. Sisi Baba wenyewe kama kampuni ya Baba tunakufacilitate, tunakulipia usafiri wako wewe mwenyewe. Kikubwa leo kusema tu mimi niko fulani leta mzigo leo wapi? Dodoma, Kiela, Mbeya, Mtwara, Ruvuma. Mzigo wako unafika ndio unalipia kwa kukagua kwanza. Ukifika unafungua mzigo, unakagua vizuri, uko vizuri, unalipa. That's what we are doing. Na mpaka sasa hivi watu wengi zaidi wanatumia application yetu. We have a lot of users. We have created multiple revenue within time, na tunataka kufika mbali zaidi. Lakini pia kikubwa zaidi ni kwamba kwenye application yetu sisi ya Baba, mtu unanunua bidhaa kwa bei rahisi zaidi ya eneo lilopo. Kitaalamu ni hivyo, ni kwamba kwa nini Baba bidhaa yote inauzika Baba tunadili na verified dealers. Kama ni Google Pixel tunadili verified Google Pixel dealer Tanzania. Kama ni iPhone tunadili na verified iPhone dealer Tanzania. Kama ni laptop tunadili na verified dealers. Sasa tukachokifanya nini? Tumedivide zile order kwenye splitted minimum order quantity, yani order kwa viwango vidogo, kila mtu aweze kuwa affordable kwake. Kwa maana kama simu unaweza kununua hata simu moja ukaitumia either kwa binafsi au ununue ukauze. Lakini sasa kwa mfano simu inauzwa 500,000, kwa sisi tunaipata kwa shilingi 300,000 au 290,000. Kwa nini? Kwa sababu sisi tunanunua kwa wale dealers kwa bei ya jumla, kwa watu wote ambao watanunua, kwa sababu tunawapa orders nyingi kwa siku, wanaiconsider kama jumla. Kwa hiyo wewe unanunua simu moja, unanunua simu mbili, unataka 3 kauze au 2 ama kwa binafsi, unaipata kwa bei rahisi zaidi ukinunua kwenye mfumo wetu, zaidi ukinunua either eneo lilopo ama nini, kwa sababu lipa analipa kodi, analipa mshahara. Kwa hiyo sisi hakuna hayo mambo kabisa, mambo yote. Mimi nawashauri vijana watumie teknolojia kama sekta ama nyanja ambao wana uwezo wa kujiajiri, lakini wasitumie teknolojia kama njia ambao wanaweza pata hela kwa njia danganyifu. Lakini pia ajira sasa hivi imekuwa ni ngumu zaidi. Teknolojia inazidi kukua kila siku. Teknolojia kama babo inakuwa siku baada ya siku. Kwa hiyo mimi ningependa kuambia vijana waliopo chuoni, vijana waliopo mtaani wamekaa wanasubiri ajira, vijana ambao hata hawajasoma, njia pekee ambayo wanaweza wakafanya kwa kujikamua maisha yao ni kuweza kutumia teknolojia kwa njia chanya na kuweza kuuza. Hata kinavunja bei, unasikia watoto waliofanikiwa nakwambia, kipindi wanaanza duka, ili uonekane inabidi utafute duka ambalo liko mbele ili upate visual impression nzuri, watu wengi zaidi wakuone. Na hivyo kupitia teknolojia kwa hela yako ndogo, mamilioni ya watu wanakuona, haijalishi unamtaji kiasi gani. Kwa mimi nipende watu wasiangalie mitaji kwa hela ndogo sana, unafanya biashara kupitia teknolojia ukitumia vizuri, mitandao ya kijamii, Google, Instagram na nini. Kwa kila kitu unaweza kujifunza kupitia simu yako ya mkononi na kuweza kufanya. Teknolojia nadhani ni njia bora sana bila kutegemea, na inaweza kukupa hela nyingi sana bila kutegemea.
Kwa majina naitwa Regina Adolf Mlai, ni mmoja wa wabunifu kutoka kampuni ya Skyverse Solutions, na sisi tunachokifanya ni kutengeneza mashine za kuchambua karanga kwa ajili ya wakulima. Tuliona kwamba wakulima wa karanga wanatumia muda mkubwa sana na nguvu kubwa sana kwenye kuchambua karanga wakati wa mavuno. Hivyo mashine hii tumeitengeneza na inasaidia kusimplify hiyo process ya kuchambua karanga kwa wakulima wa karanga katika sehemu mbalimbali. So mashine yetu kwa sasa hivi tuna prototype ya kwanza ambayo inafanya kazi kwa kutumia mota. So ikiwashwa, baada ya mkulima kuvuna karanga zake, anaweza kuziweka tu hapa mwanzoni na akaizungusha mwenyewe kwa mkono, ina operate manually na akachambua karanga zake. So badala ya kukaa chini na kutumia muda mrefu kuchambua, hii inakuwa inamrahisishia kazi. So tumepata mafunzo kutoka kituo cha ubunifu Twende Innovation Center katika program ya Jamitech, na tukaweza kuja na ubunifu huu. Ilikuwa ni mwaka jana mwishoni, na baada ya kuja na ubunifu huu tuliweza kushinda tuzo ya Outstanding Youth in Agribusiness katika tuzo za ATEA kupitia kampuni yetu ya Skyverse na mashine hii. So tunakishukuru kituo hiki cha ubunifu, lakini call yetu kubwa kwa investors ni waweze kutusupport tuweze kutengeneza zaidi ya mashine hii moja, ili tuweze kukua zaidi na tuweze kusupport wakulima wengi zaidi, lakini pia tuweze kulipeleka gurudumu la sekta ya kilimo mbele. Kwa jina naitwa Edgar Edmund, ni mkurugenzi na mwanzilishi wa kampuni ya Green Venture Tanzania. Green Venture tunatengeneza vifaa vya ujenzi kutokana na taka za plastiki, na vifaa hivi tunavyotengeneza ni mbadala wa mbao. Kwa hiyo badala ya watu kukata miti na kutengeneza bidhaa za ujenzi kama deckings au furniture, wanaweza kutumia hii mbao yetu iliyotengenezwa na takataka za plastiki, hivyo kusaidia kupunguza uchafuzi wa mazingira, lakini pia kupunguza ukataji wa miti. Mpaka sasa tumeweza kurejelesha taka za plastiki zaidi ya tani 1000, na hizi zimeweza kusaidia kusave miti zaidi ya 3000 ambayo ingeweza kukatwa kwa hizi processes zinazofanyika. Yes, yani sehemu popote ambapo uko unaweza kutumia mbao ya mti, hii mbao inaweza kutumika kama mbadala. Gharama zake ziko juu kidogo kuliko mbao ya mti. Hii ni kutokana na process yake ya kutengeneza, ukusanyaji wa material, lakini pia hii mbao inaishi muda mrefu kuliko mbao ya mti. Kwa hiyo mtu anaponunua hatakiwi, pia hazipakwi rangi, kwa hiyo hazipauki na zinaweza kukaa zaidi ya miaka 100 ambayo mbao ya kawaida isingeweza kufanya. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.